Wakorintho wa pili, samahani. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 7. Mstari wa ngapi? Aya, twende hapo wote kwa pamoja. Haleluya. Amen. Verse 7, kama tumefika tuseme amen. Amen. Inasemaje? Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo ukunjufu. Kwa hiyo zile hadithi kwamba ukitoa alafu hujaumia utakuwa hujaugusa moyo wa Mungu vizuri, hiyo ni zamani, sio kwenye majira ya neema. Kwenye majira ya neema Mungu ndo kinyume chake. Ukiumia, ukihuzunika, hakupendi. Inasema Mungu anampenda yeye atoaye kwa moyo mkunjufu. Tena nasema si kwa lazima. Hakuna kusema Mungu ameniambia. No. Itaji contradict. Mungu ameniambia sijui toa hiki. Mungu ameniambia sijui toa hiki. It is not there. It's not functioning now. Haifanyi kazi katika majira haya. Ilifanya kazi lakini haifanyi kazi katika majira haya. Amen. Kama ambavyo Mungu aliitwa Mungu mwenye enzi, akasema mimi ni Jehova, lazima tujue pia namna gani amejireveal kutokana na majira husika. Alijireveal vipi wakati Yesu bado yuko katika mwili kabla hajapaa? Lazima tujue. Amejireveal vipi baada ya damu yake kumwagika? Amen. Hii sio sasa kazi ya Mungu, kazi yako wewe. Ndio maana umepewa hii kitu. Yes. Hii ndio tunaita dispensational Bible study. Amen. Inaitwaje? Dispensational Bible study. Study the Bible dispensationally. Sio unachukua tu yoyote. Mungu akasema kwenye tuone Isaya. Mwisho wake utavaa gunia leo. Sababu yupo aliyevaa gunia kwenye Biblia. Praise the Lord. Praise the Lord. Na sio hivyo tu. Hatutoi tu. Biblia inasema kama nia ipo. Kama rudi tu sura ya 8 pale. Si tulikuwa sura ya 9? Rudi sura ya 8. Na huyu tunayemsoma ndo mtume wa viumbe vipya. Sema amen. Kianza wewe kumchukua Yakobo hapa, shauri yako. Yakobo atakuruka. Yakobo amesema, soma Yakobo moja. Inasema Yakobo mtume wa Yesu kwa kabila 12. Wewe are you among them? No. Alafu unaanza sasa, Yakobo unajua. Ndio hiyo mnaanza kupakana mafuta sasa. Sababu Yakobo amesema hata hiyo atakuruka. Kwa sababu Yakobo amesema mtu wa kwenu hawezi, yani kuna mtu is any sick among you. Ndio inauliza hivi. Je, kuna mtu yote anaumwa miongoni mwenu? Anasema awaite wazee wafanye nini? Wamuombe na kumpaka mafuta. Kwa nini Yakobo ametaja kumpaka mafuta? Ndio desturi ya Wayahudi. Na alikuwa anawaandikia Wayahudi. Audience is Jews. Walikuwa wanajua language ya mafuta. Sasa unamwambiaje jamii ya mataifa mpake mafuta? Watauliza yanapatikanaje? Hii desturi kwa Wayahudi walijua, wafalme walipaka mafuta, sijui nani walipaka mafuta. Kwa hiyo Yakobo anapoandikia kabila 12, they know each and everything. Sasa wewe unamchukua mtu sijui ametoka Kilimanjaro huko, unaambia mpake mafuta. Praise the Lord. Lakini hata hivyo Yakobo mwenyewe huyo anasema hivi, na kuomba kule kwa wale wazee kwa imani kutamponya yule mgonjwa. Na hata kama alitenda dhambi, Mungu atafanya nini? Mafuta yana kazi gani? Ilikuwa utamaduni wa nini? Kwa sababu Yakobo akusema kwamba na mafuta yale yatamponya, alisema kuomba kule kwa nini? Kwa imani. Atakuruka wewe mtumie mafuta. Atakuruka. Kwa hiyo huwezi kujustify doctrine ya kupaka watu mafuta kwa Yakobo. Wewe sio miongoni mwa kabila 12 za nini? Za Israeli. Wewe ni new creature. Hakuna doctrine ya kupaka mafuta kwa kiumbe kipya. Ukitaka muujiza una Roho Mtakatifu. Hiyo ndio doctrine ya kiumbe kipya. Inasema ikiwa roho wake yule aliyemfufua Kristo, unaona maandiko yanavyoanza. Yanaanza sio aliyezaliwa Kristo
kumfufua Kristo, kile ulichoamini katika wafu anakaa ndani yenu. Roho yule aliyemfufua Kristo kutoka katika wafu atauisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho yule aliye ndani yenu. So the Holy Spirit is vitalizing my body. Amen. Say amen, somebody. Amen. Praise the Lord. Tunataka kusoma nia iwepo, si ndio? Kutoa lazima kuwe na nia. Ukizidisha hapo, maana yake utaua kwako ni kupata faida. Ni kupata nini? Faida. Na hata ukipata faida itakusaidia nini sasa? Praise the Lord. Wakorintho wa pili 8:12 inasemaje? Maana kama nia ipo, hukubaliwa kwa kadiri ya alivyo navyo mtu, si kwa kadiri ya asivyo navyo. Usiende kukopa ili uje umtolee Mungu. Mungu anataka utoe, kwa sababu Mungu anachofanya anakubariki. Alafu ndio unatoa. Mnaona kanuni hiyo? Amen. Kwa hiyo anasema mtu atoe kwa kadiri ya alivyo navyo, sio kwa kadiri ya asivyo. It is made clear. Kuna watu leo wanadoji kanisani kwa sababu bahasha za matoleo ziko nyingi. Anamaliza hiki, anasema sasa hiki leo mchungaji lazima ataulizia hii sadaka. Mimi leo mimi siendi. Wanaonisikia wanajua hizo hali zinawakuta. Kwa hiyo hata ukitoa umtolee Mungu. Mungu anataka utoe kwa moyo mkunjufu. Unamtolea mchungaji kumfurahisha, lakini umtolee Mungu. Mungu anapenda mtu atoae kwa moyo mkunjufu, tena kwa alicho nacho. Si anauliza, anasema si kwa asicho nacho. Angeweza kusema tu kwa alicho nacho, kwa kadiri alicho nacho. Akaona niweke sawa. Kama huna, don't give. Usituletee maandiko yako. Mjana wa Serepta ni kiumbe kipya? Mjana wa Serepta alikuwa kiumbe kipya? Hapana. Wako wapi leo wajana wa Serepta? Watu wanaomba kuwa wajana wa Serepta. Anaomba kuwa nini? Ujue God is not static. You need to know that. Yes. Kwamba kitoa hilo amemaliza. Manake leo watu wanaofundisha hivyo, saa hizi ukiwauliza wanakula nguruwe. Sasa let's assume that God is static. Kwenye Walawi amesema nguruwe kwa sababu anapoa tu, lakini hafanyi nini? Hachogi. Ni najisi kwenu. Sasa kama wewe kila kwenu ni wa Kristo, kwa nini mnakula kitimoto? Kwa nini? Unajua alipokuja Yesu haya akaenda. Kumbe unajua Yesu alipokuja kuna mabadiliko. Kwa hiyo kwenye zaka hakuna mabadiliko, kwa sababu unaipenda. Kama alivyobadilisha kitimoto, ukasome sasa uone, je, zaka ikaendelea hivyo? Alafu waletee jibu wa shirika Jumapili ijayo. Usiwaambie tu nimepata jibu kitimoto tunaruhusiwa. Waulize, waambie kwa nini imeruhusiwa? Kwa sababu Yesu kwa kusema maneno haya alivitakasa vitu vyote. Haya, waambie sasa, na zaka ilivyoanza, ilipokwenda na saa hizi, je, inaendelea au na yenyewe? Waambie, usishike kimoja. Na ukifundisha Biblia bila kuchagua mambo yako, utakuwa huru, utafundisha neno la Mungu. Lakini ukipenda vitu vinavyokufurahisha, vingine utaviacha, kwa sababu unajua hiki huku ndo kwenye faida. Faida itakusaidia nini? Hata ukiwa na ndege itakusaidia nini? Gorofa hata vyumba viwe 20, utalala hiki suti 200 utavaa hii. Miswaki 10 utapigia mswaki huu. Ndio habari. Ndio maana Paulo mtume akasema,
utaua pamoja na kuridhika vyafanya nini? Watu vina faida. Watu hawaridhiki leo, wanahubiri utaua lakini hawataki kuridhika, hawataki kupitia shule ya kupungukiwa. Paulo mtume anasema, kwa maana nimefundishwa kuwa na vingi na kufanya nini? Na kupungukiwa, kuwa na njaa na kufanya nini? Na kushiba. Mwisho ndo anasema, katika mambo yote nafanya nini? Nayaweza mambo yote katika yeye afanya nini? Anitiaye nguvu. Haya mambo aliyoweza sio ya kupigana ngumi, ndugu yangu. Ilikuwa kwenye shibe akaweza, kwenye njaa akaweza, kwenye kuwa na vingi akaweza, kwenye kupungukiwa akaweza. Ndio ilifuata pale. Kwa unasema tu